Nimekupigia simu kwa muda mrefu lakini ukawa hupokei. Mbona huyu mtoto anafanana na yule mtoto kwenye picha? Remi, leo nataka kujua ukweli. Nataka uniweke wazi, huyo mwanamke ambaye kila siku aga anapiga simu umemsave mke wako ni nani? Na usiponiambia ukweli, kati yangu mimi au wewe, mmoja wetu atatoka maiti humu ndani. Remi, nataka uniambie wewe mwanamke ni nani? Siwezi kukuambia ukweli, kwa sababu najua fika nikikwambia ukweli basi ndoa itaishia hapa. Ndoa? Yaani kama ni hiyo ndoa basi shakufaga siku nyingi. Mimi sifikirii kuhusu ndoa. Remi, leo ninachotaka ni ukweli. Nataka uniambie huyu mwanamke ni nani? Na kwa sasa hivi ninachokitaka, toa password kwenye simu yako na unikabidhi mimi. Nikague kwenye meseji kawaida mpaka WhatsApp. Fanya haraka. Hapana Vela. Remi, nimesema toa hiyo password. Pokea simu. Hapana Vela, mimi siwezi kupokea. Remi, pokea simu. Mzizi wa penzi letu bado unachipua, japo unaniona fiatu,
hutaki nisikia, ila wenzako bado nakupenda. Sitaki kuamini kama bado unawaza kwenda. Tumetoka mbali, nikiwa kigoli wako, asali tamu yako. Sitaki kubali wako kimwali, nurulu wainu nipendi tena. Ndoto zangu uwe wangu, usinipe machungu, wewe ndio moyo wangu. Mary, 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 shida mafanikio ndio yanafanya unikache. Romi, usifanye hivyo. Dada anaweza akarudi wakati wote ule, atatukuta. Mwalimu, wala tusiwe na wasiwasi, aweza akatukuta. Usikie, Najua, ila tungefanya wakati mwingine. kiukweli siwezi ngasubiri wakati mwingine. Nimekumisi sana, unajua. Lakini ni kwa usalama wetu. Wewe nadhani dada akirudi hapa akitukuta itakuwaje? Mwalimu, nisikize nikwambie kitu. Hawezi akarudi. Ufikiria hadi aende dukani arudi. Tunaweza tukashamaliza jambo letu. Wewe mwenyewe unajua mke wangu mwenyewe hata aniridhishi. Na ndio maana nahitaji nipate furaha kutoka kwako. Hapana. Moyo wangu umegoma kabisa. Morina? 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 Sikia? Wewe nenda. Nitajua jinsi ya kujificha, umenisikia? Remi, unaweza ukaniambia hiki ni nini? Ina maana na mtoto na hujaniambia siku zote hizi ambazo tumeishi pamoja mimi na wewe. Wewe ni mwanaume aina gani? Mbona una roho mbaya kiasi hicho? Wewe ni binafsi, Remi. Mimi ni mke wako. Kwa nini unashindwa kunishirikisha mambo yako? Vera, nimeshakwambia kwamba huwezi kunielewa. Wewe ni muuaji. Una roho mbaya sana, Remi. Umenifanya nijute kabisa kuolewa na wewe. Nimeacha kila kitu kwa ajili yako. Hii ni mwanamke bora. Lakini kumbe wewe ni mbinafsi sana, Remi. Nimeshakwambia, nisipoupata ukweli leo, basi ndoa imenishinda.
mzizi wa penzi letu bado nachipua. Mke wangu. Japo unaniona fiatu. Marina! Naita mdoto unafanya nini ndani? Samahani dada, nililala. Ulilala? Hapa umekuja kulala? Hapana, nilipitiwa tu na usingizi. Romi kwa? Sijui alipo. Umechoka kazi Ubaya ubaya, usimfanyie ubaya. Unaweza fanya mabaya ikawa mbaya. Usione watu wanatembea mitaani, usione watu wanazurura barabarani. Matatizo, shida, mitihani. Halo mama. Yaani mama, mimi nimeshindwa kabisa kuvumilia mwanaume. Yaani kila likitoka hili linafuata hili. Mama, nimechoka. Narudi nyumbani mamangu. Sawa mama. Vela, mimi nafahamu kuwa una hasira, lakini naomba nipate nafasi kidogo. Muda mwafaka ukifika utafahamu kila kitu. Usilazimishe nikwambie kitu wakati sipo tayari kukwambia kwa sasa hivi. Yaani Remi, leo sina nafasi kabisa ya kukusikiliza wewe, bali wewe ndo unapaswa kunisikiliza mimi. Siwezi kuendelea kukuvumilia. Nimechoka mimi, nimechoka. Lakini Vela, We, sitaki. Naomba uniache tena, sitaki kugombana na wewe. Umenielewa? Ubaya ubaya, usimfanyie ubaya. Unaweza fanya mabaya ikawa mbaya. Usione watu wanatembea ni kwa hiyo niacho mitaani, usione watu wanazurura barabarani. Halo? Sasa ndo unigombeze jamani. Haya poa, basi nitakupitishia kesho jioni. Nitakupitishia kesho. Takuja tu. Usinune bana. Hapo. niambie. Poa. Babe,
Ulikuwa wapi? Nyumba nzima nimekutafuta sikuona. Mimi mbona nilikuwepo baby? Kweli nilikuwepo? Sijakuona. Niambie ulikuwa wapi? Nilikuwa hapo nje naongea na Kimbotwele. Mimi nilipata wasiwasi. Kweli? Okay. Vipi safari yako? Maana muda unaenda, utachelewa. Kuhusu safari nimepata dharura, hivyo nimeahirisha tena kuondoka. Wow. Kwa hiyo utabaki na mimi leo? Yes, tutakuwepo hapa sisi wote. Lakini sawa, maana hizi siku pia umekuwa busy sana. Sijapata muda na wewe, kwa hiyo leo nitaitumia chance vizuri. Kwani hujanimisi? Mimi mwenyewe nimekumisi sana. Haya, twende nikupumzishe. Sawa. Sasa kwa nilivyokumisi na kubeba mgongoni. Angalia usinidondoshe. Kweli njoo. Mimi? Ndio. Njoo, chukua mgongoni. Mke wangu, angalia usinidondoshe. Siwezi kuku. Unaniweza kweli? Okay, sasa. Okay. Kumbe nzito. Mzizi wa penzi letu. Ingia tu dada, boss uko ndani. Unachipua. Japo unaniona fiatu, hutaki nisikia, ila wenzako bado nakupenda. Sitaki kuamini kama bado unawaza kwenda. Tumetoka mbali nikiwa kigoli wako asali. Nimekupigia simu kwa muda mrefu lakini ukawa hupokei. Naila anaumwa sana. Mpaka sasa hivi hajitambui. Namaanisha ana hali mbaya. Siwezi kudanganya, moyo umejawa majonzi. Najitahidi kukaza, hayajatiki machozi. Ni kweli sina haki ya kupata mwenzi wa kunipenda na kunyenzi. Mbona huyu mtoto anafanana na yule mtoto kwenye picha? Kuna nini kinaendelea hapa? Naomba nipeleke huko hospitali. Vela, usiondoke mpaka nirudi. Mimi sibaki hapa, naondoka kwetu. Remi, nataka niende kwetu. Security! Security! Na bosi. Njoo hapa. Sikia. Nimetoka kusoma ndani kwako. Nipokuwa nende kwa mama wangu Remi. Nikachokia. Hakikisha Vela atoke hapa ndani. Na usisubutu kumfungulia, umeelewa? Yeah, sawa bosi, nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniagiza.
Mzizi wa penzi letu bado unachipua, japo unaniona fyatu, hutaki nisikia, ila mwenzako bado nakupenda. Sitaki kuamini kama bado unawaza kwenda, tumetoka mbali. Nakuchukia mimi. Lazima nitoke humu ndani. Siwezi kuendelea kukaa hapa. No. Hii haiwezekani. Lazima kutakuwa na funguo za akiba. Huyu mwanamke ni nani? Mbona wanaonekana hapo pamoja? Au ndio yule mwanamke anayepigaga simu? Mungu wangu, utakuwa na mahusiano gani sasa? Hali yake sio mbaya.
kama ataendelea hivi, tutegemea atarudi kwenye hali yake kwa haraka sana, na Mungu atamsaidia. Sio na wasiwasi mkuu. Dokta, huyu mwanamke hatakiwi kufa kabisa. Inatakiwa upambane kwa gharama yote ile, kwa sababu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. Mimi nitajitahidi kwa professional ambao niko nayo. Tutapambana na madaktari wenzangu tuhakikishe tunamsaidia aweze kuwa sawa. Kwa hiyo hilo lisikuazishe sana mkuu. Nitashukuru sana kama utafanya hivyo. Hamtaki kuwaza sana. Unajua maradhi yapo, lakini kuna vidonge vimetengenezwa kwa ajili ya kupambana na magonjwa. Kwa hiyo mimi na imani atarudi tu kwenye hali yake. Sawa, basi naomba niwaache. Sawa, nikutakia wakati mwema. Bwana, angalia hivyo. Kuna shida? Hamna shida mme wangu. Oh, nilijua labda kuna shida mke wangu. Hapana. Basi sawa, ngoja nikakuandalia chochote kitu. Sawa? Basi sawa. Nakupenda sana mke wangu. Asante sana kwa siku ya leo. Nimeenjoy. Sawa. Nakuja. Sawa. Mama, mwanaume ni mshenzi sana. Kadri navyozidi kufuatilia mambo yake, ndo nazidi kugundua kwamba yeye sio mwanaume sahihi kwenye maisha yangu. Mwanangu, hebu nyamaza, usilie basi, na pia usijali kabisa. Mimi niko pamoja na wewe. Vipi, bado hujatoka tu hapo nyumbani? Hapana mama, amenifungia. Amekufungia ndani? Okay, sawa, usijali, mimi nakuja kukuchukua. Mama, kama kuna uwezekano naomba tuje sasa hivi. Mimi siwezi tena kuendelea kukaa hapa. Moyo wangu hauna amani, yaani sina furaha kabisa mamangu. Vera, hebu naomba utulie. Haya mambo yatake haraka sana. Nimeshakwambia nakuja kukuchukua. Sawa mama.
Usijali kuhusu hilo. Hii ni kama sehemu ya wajibu wangu. Maana mimi mwenyewe sipendi kumuona Nila katika hali ile. Sawa, mimi naondoka. Lakini kama kutakuwa na kitu chochote kile, usiogope kunipigia simu. Sawa. Lakini mbona kama nimewakuta mko sawa pale nyumbani? Ni kweli hatuko sawa, lakini hayo ni masuala yangu binafsi. Kwa jambo la msingi kwa sasa, angalia hali ya Nila kwanza. Lakini haya mengine niachie mwenyewe. Sawa. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Tumeelewana? Sawa, wacha mimi nikuache. Sawa, uwe na siku njema. Abe dada. Mjinga mkubwa wewe. Mume wangu leo hajatoka hapa nyumbani. Na nilipotoka nilikuacha wewe na yeye. Nataka uniambie ukweli. Amekutaka? Hapana dada. Amekutongoza? Hapana. Una uhakika? Ndiyo dada. Hakuna kitu kinachoendelea kabisa. Mimi siwezi kufanya hivyo. Yule namchukulia kama kaka yangu. Sogea hapa. Sikia nikwambie. Nikigundua unatoka na mume wangu, nitakuua. Mzizi wa penzi letu bado unachipua, japo unaniona fiatu, hutaki nisikia, ila wenzako bado. Kabla sijafa naomba usome hii barua. Hii ina maana gani? Nani amekomboa ufunguo ya briefcase? Ni kwa sababu nataka kujua ukweli. Remy,
niliolewa na wewe kwa mapenzi na si kingine. Kama ulikuwa na mwanamke mwingine, kwa nini hukuniambia? Kwa nini umechagua kuniumiza Remi? Kosa langu ni nini? Kukupenda au? Naomba unipatie barua. Sikupi mpaka niseme kilichoandikwa humu ndani. Usifungue! Nimeamini ukuwahi kunipenda. Hujali utu wangu na wala hujali moyo wangu unaumia kiasi gani. Kwa nini unafanya haya yote Remi? Siwezi kudanganya, moyo umejawa majonzi. Najitahidi kukaza, hayajatiki machozi. Ni kweli sina haki ya kupata mwenzi. Hujali utu wangu wala hujali moyo wangu unaumia kiasi gani. Kwa nini Remi? Shida yako ni moja tu Vera. Unataka kujua ukweli wakati ambao usipo tayari kusema ukweli. Na kile ambacho nakifanya kina sababu yake. Kaa kimya Remi. Wewe utaendelea kubaki kuwa msaliti. Maana kila kitu kinajionyesha wazi. Nimeona picha, nimeona barua ambazo ujumbe wake unaonyesha kabisa fika kwamba yeye ni mwanamke wako wa muda mrefu. Sasa kulikuwa na haja gani ya kunioa mimi kama ulikuwa na mwanamke wako Remi? Lengo lako kunitesa kama hivi, si ndio? Au lengo lako lilikuwa ni nini? Ukweli wa moyo wangu na ujua, nikipenda hawezi kutulia. We kaka, nikikutazama moyoni napata amani. Sijui kama utanikubali. Moyo unauma kwa niliyokufanyia, nashindwa sema, najua utonielewa, najuta mie, naelemewa, nakumbuka shuka
shuka kushapambazuka. Sijui nifanye nini, nirudishe yako imani. Nimedanganywa mimi, I'm sorry honey. Nimegundua wewe ndio chaguo langu, japokuwa nisamehe sana. Naomba unisamehe sana zaidi ya sana. Hii barua siwezi kuifungua. Yaani nakosa kabisa ujasiri wa kuifungua na kuisoma. Penzi ni watu wawili, watatu ni shubiri, wala usikubali watatu watie doa. Mume wangu. Ndio mke wangu. Nilikuwa naomba ruksa yako, maana shogangu anakuja kuniona. Alale hata usiku mmoja, alafu ataondoka asubuhi. Hapana. Hapana? Mke wangu, umeshasema ni rafiki yako. Mimi sioni kama kuna shida yoyote ile. Mnaweza mkatafuta sehemu yoyote nzuri, mkaenjoy hata swimming nini, kuliko hapa ndani mke wangu. Isitoshe kwanza hapa mnaweza mkajibana sana, kuliko hata huku mtakwenda. Mtaenjoy, mtafanya kitu chochote kile. Na kuamini sana mke wangu. Kwa hiyo usiwe na shaka kabisa mke wangu. Mume wangu, sina mpango wa kutoka leo. Kwa hiyo ndio maana nilitaka aje tu mara moja kuniona, alafu ataondoka. Mke wangu, mimi ndo mmeo na mimi ndio nimekuruhusu. Isitoshe na kuamini sana. Yaani hata ukitaka kukaa siku 2-3. Sawa. Kuwa huru tu, wala usiwe na wasiwasi. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Hizi hazichagi pa kutua. Asante. Nashukuru. Haya maamuzi ambayo nimeyachukua leo, angalau atanifanya niwe na amani. Sitakuja kukusamea maisha yangu yote mpaka siku naingia kaburini. Vela, sidhani kama maamuzi ambayo umeyachukua ni sahihi. Mimi nakupenda Vela, na ndio maana nimekuoa. Kama shida ni kunioa Remi, pete yako ile pale.
mzizi wa penzi letu. Wewe ni muongo, tena ni muuaji Remi. Sikutaka kabisa kuyafuatilia haya maswala, lakini kadri ninavyozidi kuyafuatilia ndo nazidi kubaini ukweli kukuhusu wewe. Hata kama hujazungumza chochote, hizi picha na hizi barua zinajielezea kila kitu Remi. By the way, mamangu anakuja kunichukua. Nitaondoka hapa. Sitaki kubali wako kimwali, nuru luwai, unipendi tena. Ndoto zangu uwe wangu, usinipe mchuzi. Nakutakia maisha mema. Acha tu shoga yangu. Huyu mwanaume nahisi kabisa ananicheat. Nimeona love bite kwenye shingo yake. Love bite? Ndiyo, love bite. Na hata nilipogusia swala lako la kuja nyumbani, hataki. Badala yake anataka mimi ndo nikufuate. Kitu ambacho sio kawaida yake kabisa. Na hisi atakuwa anachiti hapa hapa ndani na house girl. House girl? Kile kidada? Ndiyo, kile kidada. Wanaume sijui hata anataka nini jamani. Mbona yeye ni mwanamke mzuri tu? Amekosa nini kwa hadi aende akakuchiti na yule house girl ambaye umemzidi kila kitu? Ndio hivyo shoga yangu. Lakini sitokaa kimya. Nataka kulifuatilia hili swala ili nipate uhakika. Pole sana shoga yangu. Najua unaumia sana. Lakini mimi siwezi kukushauri chochote kile. Maana mapenzi hayashauriki. Acha mimi nifunge mdomo wangu. Haya sawa. Tasema nini sasa na wewe ndio umeamua. Karibu ndani. Asante sana, lakini nitaishia hapa. Kwa sababu nimekuwa nikijisikia vibaya sana kila nikimwona katika hali ile. Lakini at least leo amekunywa uji hata kidogo. Lakini kawaida yake ndio ile inao. Akipata fahamu tu anataja jina. Lakini usijali, atakuwa sawa tu. Kwa sasa tuzidi kumwombea dua tu. Na mimi na imani atakuwa sawa tu. Nina kiasi kidogo hapa. Nadhani kitakusaidia kwa mahitaji madogo madogo hapa ndani. Nashukuru. Sawa, nikutakia wakati mwema. Uwe na siku njema.
bado unachipua, japo unaniona fyatu, hutaki nisikia, ila mwenzako bado nakupenda. Sitaki kuamini kama bado unawaza kwenda. Tumetoka mbali, nikiwa kigoli wako, asali tamu yako. Sitaki kubali wako kimwali, nuru luwaini, unipendi tena. Ndoto zangu uwe wangu, usinipe machungu, we ndio mama wangu. Usimfanyie ubaya, unaweza fanya mabaya ikawa mbaya. Usione watu wanatembea mitaani. Hapana. Hapana! Usinipe machungu. Hapana. Hapana! Naam bosi. Nani alikuruhusu mfungulie geti Vela? Bosi, muda wa kufunga geti ulikuwa bado, na mimi nilikuwa zangu nyuma nyumba namwagilia maua. Kwa hiyo yaliyojiri huku mimi sikuyaelewa bosi wangu. Mara mwisho nilikwambia nini wewe? Nilikwambia sitaki umfungulie geti Vela. Umefanya nini? Samisha ondoka. Una uwezo kumfanya uje hapa? Unajua nahangaika kiasi gani aweze kurudi? Na hiyo yote ni kwa sababu ujinga wako wewe hapo. Samani bosi, hii haitajirudia tena kwa mara nyingine. Sasa sijui tunafanyaje hapo. Yaani uko serious unaniuliza sijui tunafanyaje? Yaani wewe umefanya makosa afu unaniuliza mimi tunafanyaje? Sikia wewe. Hichi ambacho umekifanya leo sijakipenda kabisa. Na ukija kurudia tena wewe nitakufukuza kazi. Mshenzi mmoja. Atoka nje. Toka! Hivi watu wengine wana akili gani kwani? Mtu anamwachia kazi anafanya upumbavu tu. Mume wangu, nimekaa nikatafakari, nikaona kwa sasa hakuna haja ya kuwa na house girl hapa ndani. Kwa nini mke wangu? Kwa sasa sipo busy kama mwanzo. Kazi zote naweza nikafanya. Kwa hiyo tumpe likizo kidogo Morina akasalimie familia. Kama tukihitaji basi tamuita. Mke wangu, huo sio uamuzi sahihi. Hivi kwa nini tusiendelee kumsaidia hapa? Kwa sababu tushamzoea. Tushamweka kama mdogo wetu ndani. Mbona?
Sasa hivi kashakuwa kama ndugu, na na imani Mungu anatubariki kupitia hiki tunachokifanya. Sawa, nimekuelewa. Asante sana mke wangu. Asante. Nashukuru. Haya maamuzi ambayo nimeyachukua leo angalau atanifanya niwe na amani. Sitakuja kukusamea maisha yangu yote mpaka siku naingia kaburini. Vela, sidhani kama maamuzi ambayo umeyachukua ni sahihi. Mimi nakupenda Vela, na ndio maana nimekuoa. Kama shida ni kunioa Remi, pete yako ile pale. Wewe ni muongo, tena ni muuaji Remi. Sikutaka kabisa kuyafuatilia haya masuala, lakini kadri ninavyozidi kuyafuatilia ndo nazidi kubaini ukweli kukuhusu wewe. Hata kama hujazungumza chochote, hizi picha na hizi barua zinajielezea kila kitu Remi. By the way, mamangu anakuja kunichukua. Nitaondoka hapa. Nimekumisi sana mke wangu Vela. Sasa hivi kitanda kimekuwa kikubwa sana kwangu. Natamani ningepata nafasi ya kukuaminisha kwamba mimi sijawahi kuwa msaliti kwako.
Shikamoo. Wewe, toka lini umeanza kuvaa hivi ndani kwangu? Ni nani aliyokupa ruksa kuvaa hivi ndani kwangu? Na nikikumbuka kwenye kumbukumbu zangu, sijawahi kukununulia nguo kama hii. Unataka kuni challenge? Kaka ameniletea kama zawadi na ameniambia nikivaa hii nitapendeza. Kaka? Unamaanisha mume wangu mimi? Haya. Kwa kitu gani kikubwa ulichomfanyia mpaka anakuletea hiyo zawadi? Na zawadi zenyewe ni nguo za namna hii. Mmeanza lini? Mimi hata sijui. Aliniletea tu na nikapokea. Sikuzani kama utajisikia vibaya hivyo. Nisikilize. Sasa hivi kavua hiyo nguo na uniletee hapa. Sasa hivi. Hivi watu wananichukuliaje? Nini? Kuna nini mke wangu? Ninataka uniambie ukweli wote bila kunificha na unieleweshe nikuelewe. Haya. Wewe na Morina mmeanza lini mazoea kununuliana nguo? Tena kisirisiri bila mimi kujua. Mke wangu, kwani kuna shida mimi kumnunulia Morina nguo? Shida ipo. Nguo namna hii? Unamkompea Morina na mimi? Nguo unatakiwa kuvaa mimi, unamnunulia Morina. Morina anatakiwa kuvaa nguo ya kawaida na sio kama hii. Mke wangu unakosea sana. Unajua Morina humu ndani tushamfanya kama mdogo wetu. Kasha kuwa kama memba wa familia hii. Sasa sikuona ajabu kumnunulia nguo kama hii. Aha. Ndio maana nilivyoongea swala la Morina kuondoka humu ndani, umegoma kabisa. Kumbe una mpango wako wa siri, si ndio? Nataka uniambie, wewe na Morina, nini kinaendelea katikati yenu? Una maana gani kusema hivyo? Mbona nivunjie heshima? Na vipi kuhusu love bite? Na nakumbuka siku nilotoka hapa, nimekuacha humu ndani wewe na Morina. Haya, unaweza kunielezea? Ile love bite umetoa wapi? Nilikaa kimya, lakini sio kwamba sikuona ile love bite. Niliiona, ila niliamua nikae tu kimya. Unaweza kunielezea sasa? Ulitoa wapi ile love bite? Mke wangu,
Mimi Lovebird nitaitoa wapi? Na hali ya kuwa mimi sina mwanamke yoyote yule tofauti yako wewe. Huenda wewe ndio utakuwa umeiweka, pengine labda utakuwa umesahau tu. Mume wangu, mimi sio kichaa na wala sio chizi hata nishindwa kujua ile Lovebird sio mimi. Unajua ulipoitoa. Mke wangu, nisikilize nikwambie kitu. Mimi sina mwanamke mwingine tofauti yako wewe. Na isitoshe mimi siwezi nikatoka na house girl. Naanzaje kwa mfano? Mimi nakupenda wewe mke wangu. Nasikia nikwambie sasa leo nataka nikutoe out. Uende uko enjoy. Ufurahi. Usinune basi. Mume wangu, unajua mimi nakupenda sana. Nakupenda mimi. Naelewa hilo mke wangu. Vipi kuhusiana na maendeleo ya mtoto? Anaendelea vizuri, Mungu anasaidia. Hajakusumbua kabisa? Hapana, leo hajanisumbua kabisa. Niko hapa Nela, zungumza na kusikiliza. Nela. 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 Hiyo ndo kawaida yake kila siku. Akizinduka tu lazima ataje jina lako. Nela. Niko hapa na kusikiliza. Mtoto anatamani kusikia sauti yako. Lakini pia natamani kufahamu ni kitu gani hasa kimepelekea mpaka upo katika hali hii. Umemaliza? Leta nakusaidia hivi. Hakika leo umependeza sana. Hakika najiona mwenye bahati sana kupata mwanamke mrembo kama wewe. Nikikuangalia mke wangu kwa uzuri ulionao, natokaje nje kwa mfano? Nakupenda sana. Epo hivi, leo nahitaji niifanye siku hiyo ya furaha sana kwako. Asante mume wangu. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Sasa hii nitaibeba mimi leo, sitaki nikuchoshe tu.
Basi sawa, ngoja nimwite. Sawa. Morina, atei dada. Okay. Morina, mi natoka na mume wangu, kwa hiyo chakula utapika cha kwako peke yako, sawa? Usituwekee chakula. Sawa dada, lakini mnarudi saa ngapi? Mimi na mume wangu tutachelewa kurudi, kwa hiyo tukifika tutakuamsha. Usisahau kufunga milango, sawa? Sawa, nimekuelewa dada. Ay, tuondoke basi. Sawa. Mungu wangu, mbona naanza kuona wivu? Nitaweza kweli kuvumilia hii hali? Liana. 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 Hello, sweetheart. Vela. Ndiyo, ni mimi. Umempeleka wapi huyu mwanamke? Mwanamke wako yupo sehemu salama, wala usijali. Halo? Halo?